Na mtazamaji, karibu tena na shukrani kwa kuendelea kusalia nami katika kipindi cha yanayojiri. Tunaingia katika sehemu ya mazungumzo. Kama nilivyo kuarifu awali, tutakuwa tunazamia saratani, tukiangalia mchakato wa kugunduliwa kwa saratani na vile vile pia safari ya tiba ya saratani, tukiwa tunaangazia gharama zake na pia kuweza kuweka mizani katika yale yanayoweza kufanyika nchini Kenya kwa sasa na yale ambayo bado wengi lazima waende kwenye mataifa nje kuyatafuta, au tu labda ni dhana kwamba lazima tuende mataifa nje kupata tiba za aina kadhaa za saratani, ilhali humu nchini bado tunaweza kupata tiba sawia na zile ambazo tunakwenda kuzitafuta katika mataifa nje. Nitakuwa na tathmini hayo na kuzungumzia zaidi hayo nikiwa namhusisha Mama Fatuma Eid, ambaye ni mmoja wa wagonjwa waliopona saratani na akiwa amepata matibabu hayo kwa kiasi kikubwa humu nchini Kenya. Karibu sana mama. Asante, nashukuru. Na mtakuwa tunapata kusikia safari yako na kuweza kujifunza mengi kuhusiana na hayo, lakini pia nitakuwa namhusisha Daktari Leopold Daniel, ambaye yeye ni mtaalamu ambaye amekuwa akihusika katika kitengo cha ugonjwa wa saratani kwa zaidi ya miaka 5, na atakuwa anatueleza baadhi ya masuala ambayo Wakenya wanahitaji kufahamu katika masuala ya kugunduliwa na pia ladha tiba ya ugonjwa wa saratani kwa jumla. Karibu daktari. Asante sana. Naam, tukianza kwako daktari, saratani imegawanywa kwenye makundi mangapi na ni aina zipi ambazo zinajumuisha makundi hayo, iwapo zinaangalia masala ya vile vile upande wa wanawake na wanaume ama kuangalia umri, makundi yapi ambayo yamegawanywa katika saratani? Sawa, nashukuru sana kwa swali lako zuri. Tunapozungumzia saratani kuna namna nyingi ya kuzigawa. Ya kwanza na rahisi kabisa ni kuzigawa kwa maana ya jinsia, kwa maana ya saratani zinazowapata wanaume na saratani ambazo zinapata wanawake. Mfano kwa wanawake ni saratani za maziwa ambazo pia hata wanaume wanaweza kuzipata, lakini pia kuna saratani za shingo ya kizazi na saratani zile zinazohusikana na mfumo wa uzazi wa mwanamke. Kwa upande wa wanaume maarufu sana ni saratani ya tezi dume ama prostate cancer. Lakini pia kuna saratani kwa maana unaweza kuzigawa in terms of kusema zile za viungo vya ndani kwa maana ya solid tumors na zile saratani ambazo zinahusika moja kwa moja na damu ama blood cancers. Naam, mama, labda kwa ufupi tu tueleze tu safari yako ya kugunduliwa kwa ugonjwa wa saratani kwa yale ambayo unahisi tunaweza kuyafahamu na atakuwa namsaidia yule anayetazama. Ilikuwaje safari yenyewe mwanzo katika masuala ya kugunduliwa saratani yenyewe na pia matibabu hadi kufikia katika kupona, tu kwa muktasari? Mimi safari yangu ya matatizo yangu yameanzia 20 mpaka 21. Nilikuwa naumwa lakini kwa sijui haijulikani kitu gani naumwa. Kienda hospitali unaambiwa hichi, mara kile, mara hivi, mara hivi. Lakini hasa kuja kugundulika matatizo yamegundulika 2022. Kwa hivyo mwaka mzima ulikuwa hujajua bado ni kipi kinakusibu? Karibuni miaka 2 nilikuwa sijui nini kinanisumbua. Unaona? Baada ya kwenda Kijabe, baada ya kuhangaika sana kwenye hospitali, baadaye tukaenda Kijabe. Tulipoenda Kijabe tukaonana na daktari. Daktari yeye ndio tushauri nije nikafanywe kipimo. Kuna Daudi hospitali inaitwaje? Stratus. Unaona? Tukaenda Stratus, wao ndio waliogundua kama na kansa hiyo ya lymphoma stage 2. Unaona? Naam, tutakuja kuzungumzia labda safari ya tiba baada ya kugunduliwa. Daktari, mama anazungumzia kukaa miaka takriban 2 kabla ya kugundulika. Ni kipi ambacho kinamsibu? Haya masala ya kugundua saratani, vipimo vyenyewe, tunaona wale wanaopitia safari hiyo wakisema unafanywa vipimo vingi mno kugunduliwa tu kwamba una saratani na iko wapi. Lakini kuna baadhi wanasema kuna vifaa ambavyo vinaweza kufanya vipimo hivyo kwa wakati mmoja na kugundua tu yote hayo ambayo yanafanywa katika vipimo vyote hivi. Labda kwa kueleza tofauti za vipimo hivi ni zipi na iwapo vinaweza kupatikana katika taifa la Kenya ama ndipo watu huenda mataifa nje. Sawa, nashukuru sana kwa swali lako zuri. Hapo awali kidogo kulikuwa na changamoto nyingi sana kwenye vipimo vya awali vya saratani, hasa vile vipimo vya kugundua saratani iko hatua gani kwa maana ya staging. Na tulikuwa tuna rely only on vitu kama CT scans na hizo MRI, lakini
miaka ya karibuni Kenya imejikwamua na sasa ina vipimo vya kisasa kabisa vya kufanya ugunduzi na uchunguzi wa saratani mbalimbali zikiwa katika hatua ya mwanzo kabisa. Moja kati ya hivyo vipimo, na nafikiri Wakenya wengi watakuwa wamevisikia, ni PET scan ama positron emission tomography, ambao ni mchanganyiko wa mifumo miwili ya kupiga picha yenye uwezo wa kutizama ugonjwa ukiwa katika hatua za awali kabisa. Tunaita zile metabolic activities za seli. Na kwa upande wa Kenya, hospitali nyingi sasa zimejikwamua, ikiwemo HCG CCK, ambako wao wako na PET maalumu kabisa yenye uwezo wa kugundua mpaka saratani ya neuroendocrine tumor kwa kutumia PET inaitwa DOTA. So zamani ilikuwa inakubidi usafiri mpaka nje ya nchi kwenda India kwa ajili ya kufanya kipimo hichi, lakini sasa hakuna haja tena ya kusafiri kwenda huko. Na nafikiri pia Kenya imejikwamua kwa kuwa na wataalamu wengi sana wa saratani, na vipimo karibu vyote vya kuchunguza aina zote za saratani sasa vinapatikana hapa Kenya. Na mbele tutakuja kuangalia ni kwa kiwango gani ambacho tunaweza kusema kwamba tunaweza kujimudu katika masuala, kwa sababu tunaangalia ile orodha ya hospitali za umma ambazo inaweza kuangazia ugonjwa wa saratani, na tukiangalia nyingine ni za kibinafsi. Lakini kabla kuja kwako, turejee kwa mama. Baada ya kugunduliwa kuwa na ugonjwa wa saratani, ni yapi ambayo yalifuata katika hatua za matibabu? Hatua za matibabu, nilifanyiwa kemo. Naona nilifanyiwa kemo 8, kisha baadaye nikafanyiwa na mionzi 23. Yote hiyo ilikuwa ni katika mchakato wa matibabu? Yote ilikuwa katika mchakato wa matibabu. Baada ya matibabu kuna masuala mengine yote ambayo yanafuata, iwapo ni kuendelea kumeza dawa ama vipimo zaidi, ama wakati ambapo daktari anakuambia sasa mama umepona saratani na uko salama, ni kipi ambacho kinafuata baada ya daktari kusema hivi? Baada ya kwa matatizo yangu mimi nilikuwa nayo, baada ya madaktari wangu wao kuniona, ikabidi nipimwe. Nilivyopimwa nikaonekana kama niko vizuri, unaona, lakini nikae baada ya mwaka nipimwe tena. Nashukuru hospitali yangu ambayo ilonisimamia kwa matibabu wamepata kipimo. Unaona mwanzo nilikuwa napimwa hizi CT scan sijui nini, sasa hivi nitakwenda kupima PET scan. Unaona, nashukuru HCG wamepata hicho kipimo na wao walinisimamia kwa matibabu kiasi kikubwa. Daktari, tukiangazia masala ya safari ya matibabu, tunajua kwamba kuna safari yenyewe ya matibabu ambayo labda ungetueleza tu kwa kiwango fulani tuweze kuelewa. Unapogunduliwa una saratani, tunajua aina ni nyingi na matibabu yanakuwa tofauti kulingana na zile aina, lakini tunajua kwamba kuna yale matibabu ya kimo ambayo yanafanywa katika saratani aina tofauti na masuala mengine yanayofuata yanafanana. Ni yapi ambayo ungesema ni sawa katika aina nyingi za saratani kwenye safari ya matibabu? Sawa kabisa. Kwa hiyo kwenye safari ya matibabu huwa inaanzia mashinani, ambapo kama mama alivyoeleza zile dalili zake, daktari wa kwanza wa kule mashinani anapoziona anapaswa kumpeleka kwenye hospitali kubwa zaidi ili kufanya vile vipimo vya awali na kugundua ni aina gani ya saratani uko nayo, na baada ya hapo ni kufanya zile picha ama scans kwa ajili ya kuweza kustage hiyo ugonjwa, kugundua ugonjwa uko katika hatua gani. Saratani nyingi zikiwa katika hatua ya awali ama stage 1 zina uwezo kutibiwa kwa upasuaji peke yake bila kwenda kufanya matibabu mengine ama kuongezea matibabu kidogo baada ya upasuaji. So matibabu yanategemeana na ile hatua ambayo ugonjwa iko. Baada ya kugundua hatua, kama haiwezekani kuanza na upasuaji moja kwa moja, mara nyingi kuna nafasi ya kutumia chemotherapy, ambazo hizi ni dawa zinaweza kuchomwa kwenye mishipa ama kupewa kwa vidonge kwa ajili ya kuweza kupunguza ukubwa ule uvimbe wa saratani ili uweze kufanyiwa sasa upasuaji. Lakini pia kuna baadhi ya saratani especially hizi za kwenye koo na mdomo zina option pia ya kutibiwa kwa kutumia hiyo chemotherapy pamoja na huduma ya mionzi ama radiotherapy, ambayo kwa kweli Kenya imejitahidi sana na imeweza kuleta teknolojia za kisasa kabisa za kuweza kutibu hizo saratani kwa kutumia hiyo mionzi, kwa maana ya SBRT, SRS na kadhalika, ambazo zina uwezo wa kutibu uvimbe hata katika zile sehemu nyeti kwenye ubongo ama sensitive areas in the brain na sehemu zingine za kwenye mwili.
Baada ya matibabu kuna kuja sasa ufuatiliaji ama follow up baada ya matibabu. Ambayo kwa miaka 2 mpaka 3 ya mwanzo baada ya matibabu tunashauri ufuatiliaji wa karibu, kwa maana angalau miezi 3, 4 mpaka 6 huo unaonana na daktari na anafanya vipimo vya damu pamoja na picha ili kuweza kujiridhisha kwamba ugonjwa hauonyeshi dalili yoyote ya kutaka kurudi. Na baada ya hapo basi ile umbali wa ufuatiliaji unaweza kuongezeka kwa kuwa ukawa unafuatiliwa angalau mara moja kila mwaka. Lakini kwa ile miaka 2 mpaka 3 baada ya matibabu inafaa kuwa unafuatiliwa kwa karibu zaidi. Na asante mama, mara nyingi familia zinapopata mpendwa wao amegundulika kuwa na saratani, nafikiri hatua ya kwanza ni kwenda India ama kwenda wapi, kuangalia tu safari ya matibabu moja kwa moja, dhana zinakwenda nje ya taifa la Kenya. Kipi ambacho kilikufanya uamini kwamba unaweza kufanya matibabu hayo yote kuanzia hatua ya kwanza hadi ya mwisho ukiwa ndani ya taifa la Kenya, na kwamba kufikia sasa umeweza kuwa katika safari ya kupona na umepona saratani na haukuwa na gharama za kwenda nje ya nchi? Tasijui niseme kwa sababu unajua mimi nilipopatikana na matatizo watoto wangu walipaniki. Unaona, kitu ambacho walichotaka kwa haraka kujua mimi nitasaidika vipi. Manake tulifikiria kwenda nje ni gharama. Unaona, gharama sana kwa sababu mimi na lazima niende na mtu. Unaona, kisha sasa tukaamua nini cha kufanya hapa. Unaona, tukasaidika, tukauliza madaktari tukapata tukaelekezwa nini sehemu fulani mtasaidika. Ndio hivyo tukaenda tukasaidika. Wengine ambao labda wanasikia safari yako na wao labda walihisi matibabu lazima nje ya nchi, hisia zao zinakuwa ni gani mara nyingi? Mimi nadhani jambo la kwanza ni kujikatia tamaa tu katika nchi zetu sisi wenyewe. Unaona kunaona kama vile hatuwezi na wakati tunaweza. Unaona, kifo kimeumbwa wakati wote, mtu anaweza akafa. Hata ukienda wanaokwenda vile vile wanakufa. Na sisi tupo hapa na Mwenyezi Mungu anasimama na sisi tupo. Sio kukata tamaa tu. Na bila shaka nafikiri ni kauli nzito wanaotazama hata kwa wale wanaohitaji kuwasaidia na wasaidia. Daktari, tukiangazia safari ya baada ya matibabu, tunajua kuna aina tofauti za saratani. Kuna wale ambao wanasema baada ya matibabu wanatumia dawa bado, kama nafikiri nishazungumza na kuja mmoja aliyepona saratani ya matiti katika studio akieleza kwamba bado anaendelea kumeza dawa. Tofauti hii inaletwa na nini katika ni yapi ambayo unafaa kufanya baada ya matibabu haya? Asante sana. Hilo ni swali la muhimu sana na nafikiri ni vizuri jamii kuelewa, kwa sababu kuna ufahamu potoshi kwamba saratani zote zinafanana. Saratani zinatofautiana kwa sababu kila saratani inasukumwa na seli za tofauti ambazo zina tabia tofauti. Kwa mfano mzuri ni saratani ya matiti ambayo mara nyingi inasukumwa na homoni za kike kwa maana ya estrogen, progesterone na vitu vingine. Sasa uwepo wa zile homoni katika mwili wa mwanamke una uwezo wa kuongeza risk ama kuongeza hatihati ya ule ugonjwa kurudi. Kwa hiyo kwa upande wa saratani ya matiti ambayo ina hizo homoni, sio saratani zote za matiti zina homoni za kike, zina respond kwa homoni za kike. So kuna dawa wanapatiwa ambazo tunaziita hormonotherapy ambazo lengo lake ni kwenda kukinzana ama kuzuia zile homoni zisiendelee kusukuma ule ugonjwa. Lakini pia kuna baadhi ya saratani especially za mfumo wa chakula kama hizi tunaziita pancreatic cancer ama cancer za kwenye utumbo mnene, huwa zinakuaga kidogo ziko aggressive kwa maana zina makali zaidi. So hata baada ya matibabu kwa maana ya operation pamoja na radiotherapy, kama akifanya vipimo na vikaashiria ugonjwa hukumalizika kwa 100%, basi anaweza kuendelea na mizunguko kadhaa ama several cycles of chemotherapy kwa ajili ya kucontrol ule ugonjwa. Kwa ni muhimu sana mgonjwa anapopatiwa matibabu na anamaliza azungumze na daktari wake kuhakikisha kwamba aina ya saratani alionayo hahitaji matibabu ya homoni ama hahitaji matibabu ya chemotherapy baada ya yale matibabu ya awali. Kwa sababu wagonjwa wengine akishamaliza akiambiwa labda umemaliza mionzi, anahisi amemaliza kila kitu, anaenda nyumbani. Lakini ni vizuri kuzungumza, kuielewa aina ya saratani uko nayo na kujua mwanamke mmoja anaweza akawa na saratani ya matiti ambayo haifanani kabisa na
mwanamke mwingine. Nafikiri ni jambo muhimu la kusisitiza pia. Mama, tunapoangazia matibabu, kuna yale yanayoambatana na matibabu, kwa sababu matibabu yenyewe wanavyoeleza wataalamu wa afya pia sio matibabu rahisi, ni mazito mno. Chemotherapy, mionzi ambayo inakuja na matibabu hayo yana kiwango kikubwa cha kudhoofisha mwili na masuala mengine kama hayo. Wewe binafsi safari yako ilikuwaje katika kupambana na matibabu, ukijua kwamba haya yananidhoofisha mwili lakini ni muhimu kwangu ili niweze kupona yale ambayo yananisibu? Na mimi safari yangu ilikuwa ngumu. Kwanza kutokana na umri naona. Nikifanyiwa kemo, ina maana hiyo wiki ya kwanza watu ambao wa nyumbani ninaoishi nao, watoto wangu walikuwa wanakata tamaa. Wanaona ni kama vile nimezidisha ugonjwa. Unaona? Baada ya hapo nakaa vizuri, naulia tena kemo. Hizo safari za kemo ina maana zimenipeleka. Unaona Kwanza unaathirika, nywele zinang'oka, mwili wangu ulikuwa umebadilika, umekuwa kama kijani, weusi si weusi, kucha zote nyeusi, ulimi, unaona, mpaka kwenye ufizi yote kweusi, mikono yote umu, iliniathiri kiasi kikubwa. Daktari, athari hizi mnawatarisha vipi wagonjwa nazo? Kwa sababu ni kama swala ambalo haliwezi kuepukika katika safari ya matibabu, hususan iwapo ni saratani ambayo inahitaji masuala ya mionzi na vile vile labda kimo na masuala mengine kama haya. Sawa, so sehemu ya kwanza kabisa ni elimu kwa mgonjwa pamoja na wale wanaomhudumia mgonjwa. Kufahamu kwamba matibabu ya saratani kidogo yako tofauti na matibabu ya magonjwa mengine. Kwa sababu zile dawa zinazotibu saratani haziumizi tu seli za saratani, zinaumiza pia seli zingine mwilini, na mwili una changamoto nyingi wakati wa matibabu. Kwa hiyo cha kwanza ni kuwaeleza elimu, lakini sehemu ya pili ni kwamba kila kundi la dawa za saratani zina madhara yake tofauti, hazifanani zote. Na bahati nzuri wakati wa kutoa hizi chemotherapy huwa kuna dawa mgonjwa anapatiwa kabla ya kuwekewa hizo dawa na baada, kwa ajili ya kupunguza baadhi ya hizo side effects. Kwa mfano dawa za kuzuia kutapika, dawa za kuzuia mwili kuwasha, dawa za kupunguza uchungu kwenye neva za vidole na kadhalika. Kwa hiyo ni elimu kuwapatia hizo dawa za kabla na baada ya chemotherapy. Na elimu ambayo mnapatia wanaouguza ni gani? Kuweza kumsaidia mgonjwa kupambana na hiyo safari akiwa hakati tamaa na anakuwa na matumaini, wakijua hizi ni athari tu za matibabu, lakini mwisho wa kwisha tutakuwa tunafika kwenye safari ambayo ni ushindi. Kitu cha kwanza ni kumwelimisha yule anayemtunza mgonjwa kuhusu nini maana ya saratani, aina ya saratani ambayo mgonjwa ako nayo, hatua ambayo iko, matumaini ya kupona yako vipi, na uwezo wetu sisi wa kumsaidia mgonjwa. Lakini ukiachana na hiyo, tunawapeleka kwa ajili ya kitu kinaitwa counseling, ambako wanapewa ushauri nasaha na wataalamu ambao wamebobea masuala ya kutoa ushauri nasaha kwa mgonjwa pamoja na wale wanaomtunza mgonjwa, na namna ya kuvumilia na kuwa na ule ustahimilivu wa kuweza kuanza mpaka kumaliza matibabu. Lakini pia wanakuwa na frequent consultation, ama kuonana na daktari mara kwa mara kwenye hiyo safari, ili kama kuna chochote kimetokea na hakikuwa kimezungumzwa hapo awali, basi tunahakikisha tumekiaddress wakati huo ili mgonjwa aweze kumaliza safari yake salama. Mama, familia yako iliweza kupokea ushauri anaozungumzia daktari, na ilikuwa na tofauti kwa kiwango gani katika kuwasaidia wao kuwa na ujasiri kwenye kipindi hicho kigumu? Walikubali. Jambo la kwanza tulikubali, unaona, na wao, mimi mwenyewe kwanza nilikubali, na wao vile vile wanaoniuguza walikubali, kwa sababu tulipelekwa kwa huyo mshauri. Akatushauri jinsi ya kuishi, jinsi ya kula, jinsi ya kufanya kila kitu. Tulikuwa pamoja na walinisaidia kiasi kubwa, na wakanipa kampani hiyo mpaka hapa nilipofika. Kwa hivyo unaweza kusema ushauri ni kipengele muhimu katika safari ya matibabu. Sana, manake wanakupa moyo. Naona. Na wewe mwenyewe pia unafahamu kwa nini unahisi unavyohisi, na labda unadhoofika unavyodhoofika wakati unapata matibabu. Najua ni nini, napambana. Sikukata tamaa. Kama nitatapika, nitafanyaje, hivyo mwili haukai sawa, lakini baada ya siku 3, 4, 5 nakaa sawa.
nasubiri tena nafanyiwa tena kemo ingine. Hivyo mpaka tumemaliza hizo kemo 8. Bila shaka hongera sana kwa kuwa jasiri na kutokata tamaa. Iwe ni vile vile msukumo kwa wengine wanaotazama ambao wanahitaji kupata kauli hiyo ya kutokata tamaa. Mtazamaji, napata fursa ya kutupa jicho madukani. Nitakuwa narejea na mengi hivi punde, na kusihi usiende mbali. Karibu tena, shukran kwa kuendelea kusalia nami. Unaendelea kutazama taarifa za yanayojiri, ambapo tunaendeleza mazungumzo tukiangazia saratani, mchakato kugunduliwa kwa ugonjwa wenyewe, ikiwa aina za saratani ni nyingi mno, na pia vile vile safari ya matibabu ambayo inahitaji aina tofauti za matibabu kulingana na kile kiwango ama stage ambayo saratani yenyewe imegunduliwa kama alivyoeleza daktari, na mengine mengi tu ambayo tunaendelea kuyajadili ndani ya studio sasa hivi. Naendelea kumhusisha Daktari Leopold Daniel ambaye ni daktari na mtaalamu ambaye anaendelea kushughulikia masuala ya saratani, akiwa amefanya hivyo kwa zaidi ya miaka 5 kutoka kituo cha HCG-CCK, na pia anamhusisha Mama Fatuma Eid ambaye ni mmojawapo wa wagonjwa waliopona saratani, akiwa amepata matibabu humu nchini bila kuwa na haja ya kwenda katika mataifa ya nje, na tumesikia mawili matatu kutoka kwake kuhusiana na safari yake ya kugunduliwa kwa ugonjwa huu hadi matibabu na hadi kupona kwake. Na pia sasa namhusisha Daktari Catherine Nyongesa ambaye ni mtaalamu wa ugonjwa wa saratani, akiwa anafanya na kituo cha Texas Cancer Center humu nchini Kenya, ambacho ni kituo pia ambacho tumeona kikiwa kimesaidia pakubwa katika kupiga hatua za masuala ya teknolojia za matibabu. Karibu daktari. Shukran. Pole kwa uchovu lakini umefika. Nimefika. Asante kwa kufika. Asante. Tumekusumbua, tunajua umekuwa safarini usiku mzima, umefika, lakini asante kwa kuwasili na kuingia bado studio. Niko na hiyo jet lag, but nimeshukuru kwa kunipa hii nafasi kuwa na nyinyi. Na bila shaka tukiendeleza mazungumzo haya, kwa upande wako ni yapi ambayo ungeyazungumzia kuhusiana na saratani ambazo zinawasibu sana watoto, kwa lugha ya kimombo childhood cancers, na zinaambatana sana na genetiki na masuala kama hayo ambayo yanatokana labda na mambo ya familia? Kwa kueleza tu kwa ufupi ili kwa mtazamaji kuelewa. Saratani kwa watoto hapa nchini Kenya iko kwa kiwango ya chini kushinda ya watu wazima. Lakini hata hivyo kuna baadhi ya watoto ambao wanaathiriwa na hii saratani, na kila mwaka tunapata watoto kama 3,000 to 3,500 ambao wanagunduliwa na hii ugonjwa. Na uzuri ni kwamba saratani kwa watoto iko na chance kubwa sana ya kupona kabisa. Na inatakana igunduliwe mapema ili watibiwe. Na tunaona saratani ya figo, yani Wilms tumor, pia kuna saratani ya macho, retinoblastoma, saratani ya lymph nodes, yani lymphoma, na pia leukemia ambayo ni saratani ya damu, pia kuna saratani ya ubongo. Hizo ndio baadhi ya ambale zile zinapatikana kwa wingi, na tukilinganisha hatari ambayo inasababisha hii saratani kwa watoto, tunapata sana ni mambo ya genetic, na pia kwa kiwango kikubwa pia hakuna mwenye anaelewa ni nini haswa inaleta hii saratani kwa watoto. Lakini ni vizuri ya kwamba watu wajue ya kwamba hii saratani ipo, na wakitibiwa mapema wale watoto kuna chance ya kupona kabisa. Bila shaka. Daktari Leopold, kuna vipimo ambavyo tulikuwa tunavizungumzia awali, na kituo cha HCG-CCK kimekuwa kituo ambacho kwa mara ya kwanza tunaona kinaweza kufanya vipimo hivyo kwa haraka. Kama alivyotaja mama, unafanywa kipimo kimoja na unajulikana saratani ipo wapi, badala ya kufanywa vipimo labda 100 kujua saratani ipo wapi. Katika masuala ya kufanya hizo PET CTs ambazo tunazitarajia kwamba zitatusaidia katika kuonyesha saratani moja kwa moja bila kufuata njia ndefu, ni vipimo vya saratani ipi ambavyo bado vina ugumu kupatikana humu nchini Kenya? Asante kwa swali zuri, na ni muhimu umegusia hapo, kwa sababu kabla ya mwezi wa 4 mwaka huu kuna
aina ya saratani inayojulikana kwa jina la neuroendocrine tumors ama NET, ambazo ni saratani inayohusisha seli za mfumo wa neva na seli za mfumo wa homoni, ambayo kwa miaka mingi sana hapa nchini iliwalazimu watu kusafiri kwenda nje kufanya kipimo kwa ajili ya hiyo saratani, kwa sababu kulikuwa nchi nzima ama tuseme Afrika nzima ilikuwa haina uwezo wa kufanya kipimo ambacho ni maalum kwa ajili ya hiyo saratani. Na ilipofika mwezi wa 4 mwaka huu, HCGCK imeanzisha rasmi PET scan ya dota, ambayo hiyo inatumia teknolojia ya kisasa kabisa kuweza kutambua huu ugonjwa hata ukiwa katika kiwango kidogo sana mwilini. Kwa hiyo nafikiri hiyo ni moja kati ya saratani pekee ambayo ilikuwa inalazimisha watu kusafiri kwenda nje ya nchi kwa ajili ya uchunguzi wa hiyo saratani. Kwa maana ya bara zima la Afrika ni Kenya peke yake ndio ina uwezo wa kufanya hicho kipimo, na kinapatikana hapa Nairobi. So nafikiri kwa sasa, labda na daktari ataweza kueleza zaidi, nafikiri kwa Kenya tumejikwamua. Sidhani kama kuna saratani ambazo bado zinatusumbua kwenye upande wa kugundua. Naam. Mama, tukiangazia masuala ya kupata ushauri nasaha. Sasa hivi kwa mtu anayetizama ambaye yeye anataka kukata tamaa na anaugua ugonjwa wa saratani, wewe ni aina yoyote, wewe ambaye umetembea safari hii na kutoka katika upande wa mwisho wa safari hii kwa ushindi mashallah, ni kipi ambacho ungeweza kumwambia tu katika kumtia moyo, na pia labda kwa wale wanaomuuguza, kwa familia, kwa sababu sio wote ambao wana bahati ya kupata ushauri nasaha. Wengine wanaanza matibabu lakini ule ushauri nasaha unapungua katika safari hii. Mimi nawaomba kila mtu ambaye, jambo la kwanza, mtu unapoumwa jifatilizie, uonekane una shida gani. Naona na kidogo mama, naarifiwa kwamba kuna itilafu kidogo na kipaza sauti chako, wacha wakishughulikia alafu tutakuwa tunapata kauli yako. Labda nikizungumza na Daktari Catherine, pengo lipo kiwango gani katika matibabu ya ugonjwa wa saratani, kugundua ugonjwa wa saratani, tukiangalia vituo vya afya vya umma na vituo vya afya vya kibinafsi kama vyenu ambao tunaona vimepiga hatua, lakini kuna baadhi ya vituo kadhaa ambapo tumeona pia vimejitahidi vya umma vinavyoweza kushughulikia ugonjwa wa saratani. Changamoto inakuwa ni gani katika safari hiyo? Ni labda aina fulani za matibabu zinapiga chenga serikali za umma ama vituo vya afya vya umma, ama kuna baadhi ya vipimo ambavyo bado hatujaweza kuvimiliki kama taifa? Kama taifa naweza sema kuna hatua fulani ambayo serikali yetu imejikakamua, na tukilinganisha miaka 10 iliyopita na sasa kuna hatua kubwa sana. Kwa mfano devolution ambayo sasa counties pia zinachukua ile jukumu ya kuangalia kwamba watu wao wanatibiwa karibu na nyumbani. Na pia kuna hii Facility Improvement Fund ambayo kwangu naona itaenda hatua kubwa sana kusaidia zile county ambazo hazikuwa tayari kushughulikia wagonjwa wa saratani, wanaweza shughulikiwa. Tuna chemotherapy administration centers ambazo pia ziko kwa county karibu 10, na pia hiyo namba inaendelea kuzidi. Kuna tukiangalia katika National Referral Teaching and Treatment Cancer Centers, tuko na Kenyatta Hospital. Unajua kitambo ilikuwa tu ni Kenyatta peke yake. Kwa sasa tuko na KU TRRH pia iko pale imejikakamua, tuko na Moi Teaching Referral. Alafu tukiangalia hospitali za kibinafsi pia zinachukua karibu 70% kutibu hii magonjwa ya saratani. Na uzuri ni kwamba kwa mfano umeona HCG Texas Cancer Center, Nairobi Hospital, Aga Khan, Nairobi West na zingine ambazo sitaweza taja zote. Ni kwamba kuna hatua kubwa ambao wamechukua kusaidia kupigana na hii ugonjwa wa saratani. Na tukiangalia kwa kujenga hii infrastructure, kuna madaktari pia. Tusisahau ya kwamba human resource iko muhimu sana, na tuko na training centers za madaktari, physicists, oncology nurses, RTT pia hiyo inasaidia. Pia tuko na investment katika mashini za kisasa za kutibu saratani na pia kudiagnose hiyo saratani.
Na apart from that, hii SHA imechangia pakubwa kusaidia kubridge hiyo gap ya financial gap, kwa sababu kwa sasa wagonjwa wa saratani wanaweza jiunga na SHA na waanze kuitumia mara moja, bora wafanye ile means testing. Na hiyo imesaidia sana kwa hao wagonjwa, kwa sababu kitambo ilikuwa waende kwa mfuko watibiwe, lakini kwa sasa wanaweza tumia hiyo SHA kwa hizi mahospitali za kibinafsi na pia kwa hospitali ya serikali. Na tunashukuru sana idara ya SHA kwa kupeana hii nafasi kwa wananchi, na ni wengi sana. Na mimi kwangu naweza sema SHA inafanya kazi, na wagonjwa wa saratani wachukue hiyo nafasi, wajisajili ili wakishafanya means testing iwasaidie kupunguza gharama ya matibabu. Bila shaka. Daktari Leopold, katika ufuatiliaji wa matibabu, zile follow-ups, tofauti ya gharama inakuja wapi? Inakuja katika tofauti ya aina ya saratani, inakuja katika tofauti ya aina ya ufuatiliaji wa matibabu wenyewe unaohitajika kwenye aina tofauti za saratani, na hizi gharama mara nyingi inakuwa ni kwa kiwango gani rahisi kuzimudu ama ngumu kuzimudu? Sawa, shukrani sana kwa swali zuri. Kwenye ufuatiliaji, karibu saratani zote hazipishani sana, kwa maana ya kwamba zitahitaji mfumo wa aina moja ama nyingine wa picha ya kuangalia kama matibabu uliofanya yameweza kumaliza kabisa ule ugonjwa hapo. Na mara nyingi mifumo ya picha ambayo inatumika ni hizi MRI, CT scan na kadhalika. Lakini sasa kwa asilimia kubwa, kwa vile sasa hivi Kenya vipimo vikubwa kama PET scan vinapatikana na vinalipiwa na SHA kwa kiwango kikubwa, sasa imerahisisha zaidi ufuatiliaji wa haya magonjwa. Kwa mfano tezi dume ama prostate cancer ina uwezo wa kufuatiliwa kwa vipimo viwili. Unaweza kufanya kipimo cha damu ama unaweza kufanya picha. Na kwenye upande wa picha kuna mifumo miwili ya picha. Unaweza kufanya MRI ama unaweza kufanya kitu kinaitwa PSMA PET scan, ambao ni aina ya PET scan. Na kwa bahati nzuri nafikiri maeneo mengi hichi kipimo sasa cha PET scan kinalipiwa na SHA. Kwa hiyo unapomaliza matibabu miezi 6 mpaka mwaka baada ya matibabu, katika kufuatilia kuona imerespond kiasi gani, una uwezo wa kufuatilia kwa kupitia hiyo kipimo cha damu, MRI ama kwa kufanya hiyo PET scan. Lakini kwa asilimia kubwa upande wa ugonjwa kama hivyo prostate cancer ama tezi dume huwa inaendelea na matibabu kwa muda mrefu kidogo, tofauti na saratani zingine, kwa maana baada ya kutibiwa na mionzi ama operation huwa kuna kuwa na hormonal therapy kama ilivyo upande wa breast cancer, ambapo inakuwa ni sindano za kila baada ya miezi 3 na zinaweza zikaambatana na vidonge. Kwa hiyo yote ni part ya muendelezo wa matibabu kwa upande huo wa saratani ya tezi dume. Kwa hiyo uwepo wa SHA na uwepo wa hivi vipimo nchini umerahisisha. Sasa mgonjwa hana sababu ya kusema sijajua kama ugonjwa wangu umeondoka ama umerudi. Na mama, tulikuwa tunapata ushauri wako kwa wale ambao wako kwenye safari hiyo, na katika kuwatia moyo wasikate tamaa. Labda pia unaweza kuongezea tu bima ya afya ya kitaifa. Najua labda wakati wako ilikuwa bado si SHA, ni NHIF. Inakusaidia kwa kiwango gani, ama wewe binafsi ilikusaidia kwa kiwango gani katika kumudu gharama za matibabu, ama labda ilikuwa bado changamoto hadi kuingia katika mifuko yako binafsi wewe na familia yako? Mimi kwenye kemo familia iliingia kwenye mifuko, lakini kwenye mionzi HCG ilinisimamia, nilifanyiwa bure. Sikulipata senti moja. Naona hiyo mionzi 23 yote walinifanyia bure kabisa. Nilikuwa kama vile barozi. Mimi sikuchajiwa pale. Hata hivi ninapokwenda kwenye penti hawanichaji. Sasa hizo gharama kwangu kwa upande wa mionzi, lakini kwa upande wa kimo gharama zilikuwepo. Gharama zilikuwepo kubwa. Katika kiwango kimoja au kingine, labda bima ya afya ilikuwa inaingia mahala gani katika matibabu? Nilikuwa sina bima ya afya. Unaona, watoto wangu walikuwa wanaingia mfukoni wanatoa hizo pesa na ananihiliwa. Ungependekeza mtu awe nayo kwa sababu umeona tofauti ya kutokuwa nayo? Napendekeza kwa sasa hivi ndo tuko njiani. Na kwa mtu ambaye labda anapitia safari hiyo, ungemshauri aingie katika bima ya afya? Kabisa, namshauri kwa sababu hii safari inahitaji pesa. Unaona
hata kama SHA inahusika, lakini pesa kidogo lazima itumike, lazima watu tujipange. No. Lakini mimi hapo mwanzo kidogo nilitumia pesa, lakini kwenye upande wa mionzi ukabahatika. HCG walinisimamia mpaka hivi sasa hivi. Nawashukuru sana. Sina hata senti moja niliotoa. Katika ushauri, ulikuwa unapeana ushauri kwa wale ambao wapo kwenye safari wasikate tamaa? Na washauri, kwanza, jambo la kwanza, kila mtu anapoingia kwenye kansa, sijui sasa watu wengine, lakini mimi nilipata washauri, nilipelekwa pale HCG Wanafaraja. Pale kuna washauri. Walinipeleka pale na nilipata ushauri na nilifanyia kazi. Na naomba kama kuna mtu mwingine yote ana matatizo, maana sasa hivi kansa imekuwa ni kama pati ya familia. Unaona, katika familia lazima ziguswe na ile tatizo. Unaona, sasa tufate ushauri tunaopewa, tupate mwongozo tunaopewa, na Mwenyezi Mungu atasimama na sisi. Bila shaka. Na bila shaka. Daktari Catherine, tukiangazia kurejea kwa saratani, kitu ambacho watu wengi wanaougua saratani wanakihofia, wengi pia ambao hawajaugua lakini labda wana wapendwa wao katika safari hiyo, wanakwenda katika ile safari ya tiba, lakini labda hawana nguvu mno kwa sababu hawana ile 100% kwamba hili huenda tukamalizana leo kabisa. Yapi ambayo husababisha kurejea? Kuna mambo ambayo yanaweza kufanywa kuepuka, ama ni masuala tu ya bahati mbaya? Inaweza kuwa ni bahati mbaya, lakini tukiangalia kwa mambo ya sayansi, inaonyesha kwamba chansi ya hii ugonjwa wa saratani kurudi inategemea na stage. Sasa mgonjwa akitibiwa mapema, chances ya kupona na hiyo saratani isirudi kabisa huwa iko juu kuliko yule anachelewa kufika katika hospitali, labda ipatikane imeenda stage 3 na stage ya 4, ile stage ya mwisho. Ingawa bado ugonjwa wa saratani sio ugonjwa moja, iko tofauti. Kuna zingine hata kama ni stage ya mwisho bado kuna matumaini. Na daktari wako akikutibu ataangalia hiyo ugonjwa wako, akueleze hii yako ni ile high risk type ama ni ile iko mild, yani haiendi kwa kasi. Na ni vizuri mgonjwa afuatilie matibabu taratibu vile daktari amemueleza, na pia akuwe na matumaini, sababu hii uponyaji kuna ile upande daktari anafanya, lakini kuna ingine Mungu anatenda yake. Na pia we mgonjwa ukikuwa na matumaini, ukikuwa na positive mind, pia inakusaidia. Pia wagonjwa waongee na wale survivors wengine, labda wajiunge na kikundi ya survivors, wanaweza ongea experience, safari yako imekuwa aje, na labda wanaweza saidiana kwa hiyo safari. Na pia wagonjwa waepukane na alternative therapies, wanadanganywa mambo diet, sijui kunywa hii concoctions kule nje, sababu hizo zikiambatana na madawa ya hospitali inaweza wadhuru, na pia inaweza hata dhuru viungo vya mwili. Kitu kingine ni kufuatilia kliniki. Ukitibiwa saratani sio tu ugonjwa utatibiwa mara moja na inaisha hivyo kama malaria. Inabidi mgonjwa afuatilie kliniki ili kama kibahati mbaya ugonjwa inarudi, igunduliwe mapema na tena itibiwe wakati huo mara moja. Sababu ukiachana na kliniki, hiyo ugonjwa inaweza rudi na ikakuwa tena stage mbaya, ikakulemea. Na asante. Daktari Leopold, tukizungumzia umuhimu wa kuwepo kwa makundi ya watu ambao labda tuseme kama Mama Fatma waliopona saratani, kupata ushauri kutoka kwa mtu ambaye anaelewa safari yenyewe. Kama mtu ambaye umekuwa katika kitengo cha kushughulikia ugonjwa huu kwa miaka kadhaa, unaweza kusema hili lina umuhimu gani? Kuwaleta pamoja watu ambao wana safari za kufanana na wanaweza kutoa ushauri kutokana na yale ambayo wameyapitia kwa wale walio katika safari hiyo kwa kipindi hicho. Asante sana. Na nafikiri moja kati ya changamoto kubwa ya saratani ambayo kwa bahati mbaya haipatiwi matibabu katika vyumba vya daktari ni ile tunasema emotional stress, ama ile uzito wa hisia, msongo wa mawazo ambao unaambatana na yale matibabu na ule ugonjwa wenyewe, mtu kuwa na wasiwasi muda wote.
Kwa hiyo kwa kuwepo wa vikundi ama kikundi cha watu ambao wanapitia safari moja na wewe na ambao wamefanikiwa kupona kama mama hapa, kunasaidia kutia moyo, kunasaidia kupunguza hiyo msongo wa mawazo na ile kuhisi kwamba hii safari ni ngumu. Kwa hapa Kenya nafikiri kuna maeneo mbalimbali ambayo yanatoa msaada. Mfano mzuri ni Faraja Center ambayo inapatikana hapo ilipo HCGCCK kwa juu kidogo. Wale wanatoa huduma za bure kabisa kwa upande wa kutoa ushauri na saa, wanatoa pia physiotherapy, wanafanya vitu tunaita yoga, mazoezi kadhaa ya kusaidia kupumua, kusaidia kuondoa stress, vitu ambavyo mara nyingi havitolewi tiba katika maeneo mengine ya matibabu na ni bure. Kwa mimi ningeshauri wagonjwa wote wa saratani nchini, wale ambao wako kwenye matibabu, wale wamemaliza matibabu, waondokane na ile hofu ya kujiunga katika hivyo vikundi vya kupeana moyo. Kumekuwa na kama stigma ama unyanyapaa wa kusema wagonjwa wa saratani wao ndo basi tena maisha yao hayawezi kuendelea, lakini kuwepo kwenye vile vikundi, kuona watu ambao wamepitia hiyo safari na wakaimaliza salama, kunasaidia wakati na wewe unaianza hiyo safari angalau uone mwisho unafanana namna gani. Kwa ni jambo la muhimu sana, na pia ingependeza kama serikali pamoja na wadau wote wangeshikana kuvipa nguvu hivi vikundi, na sio tu kwenye upande wa matibabu bali na hivi vikundi pia vipewe nguvu, vipewe nafasi, waitwe kwenye media kama hivi wazungumze kuonyesha namna gani vinasaidia kubadilisha maisha ya hawa wagonjwa wa saratani. Mama Fatuma, wewe binafsi anayozungumzia daktari, unyanyapaa kwenye jamii, watu wanavyodhani unapokuwa na saratani, familia yako ulivyotaja ilikuwa amekushika mkono na ilikuwa inakusaidia katika safari hii. Lakini dhana ya jamii unaweza kuzungumziaje kwa watu wanaopitia safari ya kuugua ugonjwa wa saratani? Na pia nimeona ukitabasamu daktari alipotaja njia mbadala za matibabu, unapomwambia unywe aloe vera labda kwa mfano ama moringa. Nikaona unacheka. Sijui kama ulipitia hayo utakuwa unatueleza. Tunaona kwenye mitandao mara nyingi utasikia, maana sasa hivi kwenye mitandao madaktari ni wengi bila shaka. Mwambia ukitumia hii, ukitumia hivi, kansa sijui kansa inafanyaje, ukifanya hivi, ukifanya hivi sijui hivyo. Tunaona Mastafeli tunakunywa juisi yake, lakini na tukizungumzia umuhimu wa kuwepo kwa hivi vikundi na pia katika swala la unyanyapaa kwa jamii. Vikundi ni vizuri kwa sababu hata pale Faraja kuna mkusanyiko wale wa mama huwa tunakutanaga hapo. Kama kutakuwa na meeting fulani tunakutana, kisha baadaye kuna ile dance yenu inaitwa nini? Zumba class tunacheza pale, naona tunajumuika, tunapanuana mawazo mawili matatu, naona tunaelimishana. Hakuna ubaya kama sisi ambao tulioathirika na haya matatizo kuwa na kikundi ambacho kikawa na umoja wetu, tukashauriana, unaona tukapendana, kinaweza kuwa ni kitu kikubwa, unaona na watu wengi wakiona na tukijadiliana, watu watakuwa hawana hofu wengine, manake mtu mwingine akiwa na kansa naona ndio mwisho wa maisha. Na jamii, dhana za jamii ambazo zinakuja na mtu anapougua ugonjwa wa saratani, wewe binafsi unaweza kuzizungumziaje? Mimi bwana sikupata hiyo shida kusema kweli. Mimi watu watawa nje. Kwanza Wakenya wengi mimi walinisupport wakati na hiyo, nashukuru sana. Wakenya wengi wana upendo na walinisupport kiasi kikubwa kwa dua, kwa vyovyote vile, hata kwa pesa. Nimekula matunda yao, nashukuru, alhamdulillah. Kwa wale waliona hizo dhana katika jamii, ungewaambiaje? Kwa sababu kuna wale ambao hawajabahatika kama Mama Fatuma, na labda wako kwenye jamii ambayo ina unyanyapaa, wana dhana tofauti kuhusiana na mtu anapougua saratani. Nawaomba tu, mtu anapougua saratani sio mwisho wa maisha. Ina maana na wala watu wasimuogope, kwa sababu kuna saratani na kila saratani zingine kidogo zinatisha, lakini usimuogope mtu. Unaona, hayo ni mapito tu. Huwezi kujua wewe leo vipi na kesho itakuwaje. Unaona, ule mtu anapopata tatizo anatakiwa lazima tumfariji. Unaona, sasa tusimkwepe, tumfariji, tumpe upendo na yeye aone kama yupo katika hii dunia. Asante mama kwa
ushauri huo. Daktari Catherine, tunapoangazia baadhi ya wagonjwa kujiondoa katika safari ya matibabu kabla ya kufika mwisho, sababu mara nyingi zinakuwa ni gani? Ni unyanyapaa unaotajwa katika jamii, ni kukosa imani, ni kukosa uwezo wa kumiliki gharama, na ni yapi ambayo kama wauguzi ama wale ambao ni wataalamu katika vituo vya afya mnahitaji kuyafanya katika safari hiyo kuhakikisha kwamba mtu anapoanza matibabu anakwenda nao mwisho hadi mwisho wa safari kupata yale matokeo ambayo mnayatarajia? Kwa mfano ni kufanya hii tunaita patient navigation. Patient navigation ni mfumo ambao mgonjwa anapata madaktari ama manasi pale hospitalini ambao watanavigate, yani watatembea na yeye kwa hii safari kujaribu kuepuka na hizo barriers zenye zinafanya wagonjwa wasimalize matibabu. Na hii tumeonyesha pale katika Kenyatta National Hospital. Tumekuwa na patient navigation karibu sasa mwaka wa 7. Na hiyo navigation wakati ilianza ilikuwa inajaribu kutatua ni pingamizi ipi ambayo inafanya wagonjwa wasipate matibabu na wamalize. Na tukapata ya kwamba ya kwanza ni mambo ya finances, yani pesa, gharama ya matibabu. Kitu cha pili ni kutojua, hawana information about hiyo matibabu na ni nini wanatakikana wafanye. Alafu kitu cha tatu tulipata ni physical, yani physical barriers. Kujaribu kutembea kutoka mashinani mpaka kwa mfano ufike Kenyatta, ama wagonjwa hawajui ni wapi wataenda matibabu hii ya saratani. Sasa wakati tunajaribu kuepuka hizo barriers ambazo hizi wagonjwa wanapitia through navigation, tunaona ya kwamba wengi kwa sasa wanamaliza matibabu yao. Tukianza tulipata karibu 30% ya wagonjwa walikuwa wanaanza safari na wanakatisha katikati. Lakini with the navigation wagonjwa wengi sasa wanamaliza matibabu. Na hiyo ni kitu ambayo tunataka iende mpaka pale kwa county hospitals na hata hospitali zingine za binafsi zile zina handle wagonjwa wengi, ya kwamba patient navigation ikuwe part of the care ya hizi hospitali ambazo zinapeana. Pia tuna encourage wagonjwa wajiunge na vikundi vya yani support group. Wale wagonjwa wamepitia hii matibabu na wamepona na waone safari yao zimekuwa namna gani. At least pia akisikia mwenzake alipitia hii nafasi na akamaliza matibabu na amepona, pia wanapata ile mori ya kumaliza hiyo matibabu. Na pia kwa mfano kuepukana na hii financial barrier ni kuchukua bima ya afya. Kuepukana na hiyo maybe lack of knowledge, ni vizuri through navigation wataelimishwa. Hii matibabu ya saratani, chemotherapy ni nini, radiotherapy ni nini, upasuaji ni nini, na hatari ya hii matibabu ni nini, na lakini pia kuna ile faida yake ni nini. Sasa mgonjwa akielewa kwamba hii ndio hatari na hii ndio faida, na stand chance kubwa ya kupata faida kuliko ile hatari ya matibabu, unaona ile acceptance inakuwa iko sawa sawa. Nafikiri ni ushauri mzuri kutoka kwa Daktari Catherine, na itakuwa ni kauli ambayo inatufungia kipindi kwa sababu ya muda. Lakini washukuru sana wageni wangu kwa kuja na kwa kujumuika nasi. Nimshukuru Daktari Catherine Nyongesa ambaye ni mtaalamu wa ugonjwa wa saratani na anatoka katika kituo cha Texas Cancer Center Kenya. Karibu sana na asante kwa kufika na kwa kujumuika nasi. Nimshukuru pia Daktari Leopold Daniel ambaye pia ni mtaalamu wa ugonjwa wa saratani kutoka kituo cha HCGCCK ambayo ni Healthcare Global pamoja na Cancer Care Kenya. Asante sana kwa kuja na kwa kujumuika nasi. Pia nimshukuru sana Mama Fatuma Ida ambaye ni mojawapo wa wagonjwa aliyopitia safari hiyo ya matibabu ya ugonjwa wa saratani hadi kufika mwisho na kupata ushindi na kupona ugonjwa wa saratani. Asante sana mama kwa kuja na kwa kujumuika nasi na kukutueleza pia safari yako ilivyokuwa kwa manufaa ya wengine wanaopitia safari sawia na hiyo. Mtazamaji, kufikia hapo naingia madukani. Nitakuwa narejea na taarifa zaidi kuhusiana na yanayoibuka na kugonga vichwa vya habari. Usiende mbali.